Katika kurasa tukufu za historia ya Uislamu kuna tukio moja linalong'aa mithili ya taa gizani, tukio lilobadilisha mkondo wa historia na kufungua kurasa mpya wa haki na uongofu. Si lingine bali ni tukio la Fathu Makkah, kufunguliwa kwa mji wa Makkah. Huu ulikuwa ni ushindi mkubwa uliotokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka wa 8 Hijria, wakati mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliporejea katika mji wa Makkah, mara hii si kama mkimbizi tena, bali kama mshindi mwenye hekima, subira na rehema. Miaka kadhaa kabla tukio hilo, Waislamu walikuwa wamekumbana na mateso makubwa kutoka kwa makafiri wa Kikuraishi. Wengi walifukuzwa katika ardhi yao, wengine waliteswa na baadhi hata kuuawa kwa sababu ya kushikamana na dini yao. Ndipo mtume na maswahaba wakahama kwenda Madina, tukio lijulikanalo kama hijra. Baada ya miaka kadhaa misukosuko, pande mbili zilifikia makubaliano ya amani yaliyoitwa mkataba wa Hudaybiyah, makubaliano yaliyokuwa na ishara ya matumaini ya kuishi kwa amani. Hata hivyo, makubaliano hayo yalivunjwa na washirika wa Kikuraishi, jambo lilofungua mlango wa tukio kubwa lililokuja baadaye. Ndipo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaandaa msafara mkubwa wa Waislamu wapatao 10,000 kuelekea mji mtakatifu wa Makkah. Lakini jambo la ajabu ni kwamba safari hiyo haikuwa ya kujivuna wala kulipiza kisasi. Ilikuwa ni safari ya kurejesha haki na kusimamisha tauhidi. Walipoingia Makkah, jeshi hilo liliingia kwa utulivu na nidhamu, kiasi kwamba mji ule uliokuwa kitovu cha uhasama kwa miaka mingi ukaanguka mikononi mwa Waislamu bila vita kubwa. Hakika kama wahenga wasemavyo, upole hushinda nguvu. Baada ya kuingia katika mji huo, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja alielekea katika Al-Kaaba tukufu, akivunja masanamu yaliyokuwa yamejazana ndani yake, huku akisoma aya za Qur'an zinazoeleza ushindi wa haki dhidi ya batil. Wakati huo ndipo ukweli ulipodhihirika kwamba tauhidi ilikuwa imerejea katika nyumba takatifu ya Kaaba. Tukio hilo lilikuwa kama alfajiri mpya iliyochomoza baada ya usiku mrefu wa giza. Lakini kilichovutia zaidi katika Fathu Makkah si ushindi wenyewe, bali ni msamaha mkubwa uliotolewa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Makkah waliokuwa wamemtesa na kuwatesa Waislamu kwa miaka mingi walikuwa na hofu kubwa, wakidhani siku hiyo ingalikuwa ya kulipiziwa kisasi. Hata hivyo, Mtume aliwaambia kwa maneno aliyojaa huruma, nendeni nyote mpo huru. Kauli hiyo ikawa kama mvua ya rehema iliyotuliza mioyo ya waliokuwa na hofu. Hapo ndipo ulimwengu uliposhuhudia kuwa Uislamu ni dini ya rehema na si ya kisasi. Baada ya tukio hilo, matokeo yake yalikuwa makubwa sana. Watu wengi wa Makkah na maeneo jirani waliingia katika nuru ya Uislamu kwa makundi. Mji wa Makkah ukawa kituo cha ibada ya tauhid na alama ya umoja wa Uislamu duniani. Kwa hakika, Fathu Makkah ilikuwa kama ufunguo uliofungua milango ya kuenea kwa Uislamu katika bara lote la Uarabuni na duniani kwa ujumla. Leo hii tukilitazama tukio hilo kwa jicho la historia, tunaona funzo kubwa kwa jamii ya wanadamu. Fathu Makkah inatufundisha kuwa ushindi wa kweli haupatikani kwa nguvu pekee, bali kwa subira, hekima na msamaha. Kama wahenga walivyosema, mwenye kusamehe ndiye mshindi wa kweli. Hivyo tukio hili linaendelea kubaki kuwa somo kubwa kwa vizazi vya leo na vijavyo, kwamba haki inaweza kuchelewa kushinda, lakini haiwezi kushindwa milele. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.